Jijini Vienna, baraza lenye mamlaka makubwa kuliko vuguvugu la bahari, Board of Governors (BOG) ya shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA limeketi ikiwa ni kikao kinachoamua hatima za mataifa na kinachoweza kuinua au kusambaratisha misimamo ya kimataifa ulimwenguni. Jumatano hii majira ya asubuhi, wawakilishi 35 wa mataifa wanachama waliingia kwenye ukumbi huo wa historia wakiwa na nyuso zilizojawa na tashwishwi, huku kalamu na makabrasha yao yakiwa sawa sawa kuandika sura mpya ya mgogoro wa nyuklia, kwani katika ajenda iliyoandikwa kwa uangalifu wa kidiplomasia kipekee na kimya kimya kama usiku, hakukuwa na neno lolote kuhusu azimio 2231 wala maswali kuhusu JCPOA, mkataba ulioandikwa kwa wino wa matumaini mwaka 2015 na kufutika rasmi Oktoba mwaka huu. Ni kama mzimu wa mkataba huo umefutwa makusudi, ukiacha sahani tupu kwenye meza ya mjadala. Irani ikaonekana tu kwenye kipengele cha Safeguards Agreement, ikiashiria wazi kwamba dunia inajaribu kusonga mbele bila mzigo wa yaliyopita. Lakini nyuma ya pazia, upepo wa siasa haujawahi kunyamaza. Ingawa wajumbe walijifanya kutembea kwa utulivu, taarifa kutoka ndani zilitikisa kama radi, kwani Marekani na washirika wake Uingereza, Ujerumani na Ufaransa E3 wanasukuma rasimu mpya ya azimio dhidi ya Iran. Rasimu hiyo iliyopikwa kwa haraka lakini kwa nia thabiti inataka kuwekwa vikwazo vipya dhidi ya shughuli za nyuklia za Iran, ripoti za mara kwa mara kuhusu akiba ya nyenzo za nyuklia za nchi hiyo, pamoja na kufunguliwa kwa milango ya ukaguzi wa dharura na wa mara moja. Msingi wa rasimu hiyo unatokana na ripoti ya mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Grossi inayodai kuwa Irani lazima ifungue milango na mafaili yake mara moja kama jeshi lililotakiwa kunyanyua bendera bila masharti. Kwa upande mwingine, ripoti hiyo inadai kuwa baada ya kuanzishwa kwa utaratibu wa snapback mwezi Septemba, Iran inapaswa kusimamisha uboreshaji wa uranium, utafiti wa uendelezaji, miradi ya maji mazito pamoja na shughuli nyingine zote zinazohusiana na teknolojia ya nyuklia, kwani ni madai mazito na yenye lengo baya na kusukuma Irani ukutani kimkakati. Huko Vienna, ujumbe wa kudumu wa Irani haukukaa kimya kama wapiganaji wakali waliovaa diraya za ukweli. Waliinuka na kutangaza bila kutetereka. Marekani na E3 wanahatarisha kufanya kosa kubwa la kihistoria, ilisikika sauti katika ukumbi huo. Kwa Teherani, hatua hiyo ya Magharibi ni sawa na kutaka kufufua kivuli cha mkataba tayari uliokuwa kujaribu kurejesha mzimu wa JCPOA kupitia milango ya kisiasa, si ya kisheria, kwani kikao hicho cha siku 3 kinachofikia tamati Ijumaa kimegeuka medani ya kimya kimya ya vita vya kidiplomasia. Ni pambano lisilo na milio ya bunduki, lakini uzito wake unatikisa nguzo za usalama wa kimataifa, kwani Irani inadai Magharibi inapambana kulazimisha ajenda huku ikiambatana kulinda haki na heshima ya kitaifa, kwani kwa sasa IAEA inasitasita kati ya sayansi na siasa, huku ulimwengu unatazama Vienna kama jicho la dhoruba, ukisubiri kuona ni upande gani utavunja ukimya wa usawa.